Serikali ya Tanzania na Uganda zimesaini hati ya makubaliano MOU ya ushirikiano katika sekta ya nishati inayolenga kufanya mkoa wa Tanga kuwa kitovu kikuu cha nishati katika ukanda wa Afrika Mashariki. Nchi za Afrika zimetakiwa kuondoka katika mtazamo wa kupima maendeleo kwa idadi ya miundombinu ya barabara, bandari na mitambo ya kuzalisha umeme pekee. Badala yake inatakiwa kuelekeza nguvu katika kujenga miundombinu itakayowezesha vijana kupata elimu, ujuzi, ajira na uwezo wa kushindana katika uchumi wa dunia unaobadilika kwa kasi hivi sasa. Vijana wamehimizwa kusogea karibu na kanisa pamoja na kujifunza maandiko matakatifu ili waweze kujifunza mambo mengi na mazuri yatakayokuwa baraka kwa kanisa na jamii kwa ujumla. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku usafirishaji wa madini ya shaba na cobalt nje ya nchi katika hatua kubwa ya kuhakikisha madini hayo yanaboreshwa ndani ya nchi hiyo na taifa la DRC linanufaika zaidi na rasilimali zake za madini. Habari za wakati huu mtazamaji, karibu katika Upendo TV habari. Jina langu ni Rose Palanjo na kusomea habari za kitaifa, na hapo baadaye utasomewa habari kutoka katika mataifa mbalimbali, na kisha mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA watakuleta utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Tuanze na habari za kitaifa tukianzia hapa jijini Dar es Salaam. Serikali za Tanzania na Uganda zimesaini hati ya makubaliano MOU ya ushirikiano katika sekta ya nishati inayolenga kufanya mkoa wa Tanga kuwa kitovu kikuu cha nishati katika ukanda wa Afrika Mashariki. Makubaliano hayo yamesainiwa leo Ikulu jijini Dar es Salaam mbele ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Waziri wa Nishati Deogratias Ndejembi amesema makubaliano yaliyosainiwa kati ya TPDC, kampuni ya taifa ya mafuta ya Uganda, UNOC na washirika wengine yanafungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa kimkakati kati ya Tanzania na Uganda. Amesema hatua hiyo inajengwa juu ya mafanikio ya mradi wa bomba la mafuta ghafi ya Afrika Mashariki yani EACOP, huku Tanga ikitarajiwa kuwa kitovu cha uchakataji, uhifadhi, usafirishaji na biashara ya bidhaa za petroli. Together, let's build an energy future worthy of our people. Together, let us build an East Africa that adds value to its natural resources. Together, let us build an Africa that competes globally through innovation, partnership, and industrial resilience. Kwa upande wake, Waziri wa Nishati na Maendeleo ya Madini wa Uganda, Dr. Munika Masanza, amesema miradi hiyo ya pamoja itachochea ajira, biashara na maendeleo ya viwanda barani Afrika. Ameongeza kuwa nchi hizo zinaendelea na maandalizi ya miradi ya bomba la bidhaa za mafuta, bomba la gesi asilia kutoka Tanzania kwenda Uganda, pamoja na njia ya kusafirisha umeme wa kilovoti 400 kati ya Uganda na Tanzania. Removing such barriers will lower the cost of doing business, accelerate project implementation, and unlock greater industrial and commercial opportunities for businesses and citizens of our states. Your Excellencies, these projects demonstrate that we can work better, more efficiently when we cooperate and work together. I therefore reaffirm the unwavering commitment of the Minister of Energy and Mineral Development in Uganda to work closely. Mradi huo unatarajiwa kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika sekta ya nishati, kuongeza uwekezaji, kuboresha miundombinu ya kuhifadhi na kusambaza nishati, pamoja na kuiweka Tanga kuwa lango muhimu la biashara ya nishati la kwa Tanzania, Uganda na nchi nyingine za Afrika Mashariki. Tukisalia jijini Dar es Salaam, nchi za Afrika zimetakiwa kuondoka katika mtazamo wa kupima maendeleo kwa idadi ya miundombinu ya barabara, bandari na mitambo ya kuzalisha umeme pekee. Badala yake, inatakiwa kuelekeza nguvu katika kujenga miundombinu itakayowezesha vijana kupata elimu, ujuzi, ajira na uwezo wa kushindana katika uchumi wa dunia unaobadilika kwa kasi hivi sasa. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa taasisi inayojihusisha na ushirikiano wa kimataifa wa elimu GPE, Rais mstaafu wa Tanzania Dr. Jakaya Kikwete, wakati wa mjadala kuhusu miundombinu katika mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50
pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika uliomalizika leo jijini Dar es Salaam. 2050 tutakuwa zaidi ya milioni 100. Na ndio maana hii kazi ya kujenga shule lazima iendelee. Ndio nimeeleza pale kumpongeza Mheshimiwa Rais kwamba maendeleo hayatapatikana kama tu. Lakini lazima pia tukuze uchumi ili hawa wanaomaliza masomo yao waweze kupata ajira. Lakini kaeleza kwenye ile hotuba kwamba kutegemea ajira kuajiriwa peke yake pia haitoshi. Ndio maana ni lazima wale vijana wapate maarifa ya namna ya kuanzisha shughuli zao wenyewe ili waweze kuendesha maisha yao. Aidha, Rais Dr. Kikwete amesema ifikapo mwaka 2030 zaidi ya vijana milioni 12 wataingia katika soko la ajira kila mwaka, na mwaka 2050 bara hilo linakuwa na zaidi ya robo ya watu wote wenye umri wa kufanya kazi duniani, jambo linalohitaji maandalizi kupitia elimu bora na katika kuzingatia matumizi ya akili unde yani AI. Waziri wa Fedha Balozi Dr. Hamis Musa Omari amesema mikataba mitatu iliyosainiwa katika mkutano ambayo ni kuhusu usafirishaji wa umeme, kuanza kutumia gesi asilia na ujenzi wa kituo cha kusafirisha Vigo itakuwa chachu kubwa kwa Tanzania, huku wakiwaomba wadau kushirikiana katika kufanikisha mipango hiyo. Tumesaini mikataba mitatu, hati za makubaliano katika maeneo matatu. Moja ilikuwa ni swala la usafirishaji wa umeme, transmission. Kwa hiyo ni mfumo wa kuja kufanya mashirikiano baina ya wenzetu wa TANESCO na Africa 50 kwa ajili ya usafirishaji umeme, transmission, electricity transmission. Ya pili ilikuwa ni makubaliano baina ya wenzetu wa shirika la maendeleo ya petroli TPDC na taasisi ya Taka Arabia kwa ajili ya kuja kufanya mini LNG. Sio ule mradi mkubwa ambao umekuwa ukizungumzwa wa Lindi, unaofahamu. Najua watu tukitaja LNG tumekuwa tukifikiria ni ule mradi mkubwa, lakini hii ni mini LNG na madhumuni yake hasa ni kupata kutumia gesi ya kwetu ya hapa Tanzania kwa ajili ya masuala ya viwanda. Afisa mkuu wa mambo ya nje, mkuu anayeshughulikia diplomasia ya uchumi na utafiti kutoka Wizara ya Mambo ya Ushirikiano wa Kimataifa, Dr. Lungisa Francis, akizungumza katika mkutano huo, amewataka Watanzania kubadilika kutokana na mazingira na kuchangamkia fursa za kiuchumi zinazopatikana. Ni lazima tubadilike kadri ya mazingira yanavyokuja, kwa sababu tusibaki katika vile si hatugusi hiki, hapana. Kadri mazingira yanavyokuja, nchi zimebadilika. Wale ambao walikuwa shangazi zetu, wale wajomba zetu hawawezi kutusaidia mpaka leo. Kwa hiyo kwa sababu sisi tunayo mali ambayo Mwenyezi Mungu alitupatia hapa, lazima tubadilike tuendane na kasi ya dunia ya uchumi. Na ndio maana tuna kitu kinachoitwa diplomasia ya uchumi. Mkuu wa kitengo cha uwekezaji Stanbic Bank Tanzania, Esther Bimanase, amesema kama benki wanahusika moja kwa moja kwa ukaribu na wadau wote washiriki wa mkutano huo mkubwa ni kuchangamkia fursa ambayo kila mshiriki ameonyesha nia ya kupenda mashikamano katika kuijenga Afrika, haswa katika miundombinu. The main emphasis imekuwa ni jinsi gani hawa wadau tofauti ambao wote wana interest na wana play role, wamekuwa wakishiriki kwa namna moja au nyingine, ni jinsi gani wataweza kushirikiana kufanikisha ambition ambayo tunazo za infrastructure across Africa. Na kama Mtanzania, nikiwa binafsi kidogo, ambition ambazo tunazo kama Watanzania. Mtazamaji kutoka jijini Dar es Salaam, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Dodoma. Vijana wamehimizwa kusogea karibu na kanisa pamoja na kujifunza maandiko matakatifu ili waweze kujifunza mambo mengi na mazuri yatakayokuwa baraka kwa kanisa na jamii kwa ujumla. Akifungua kongamano la vijana, askofu wa KKKT Diocese ya Dodoma Dr. Christian Ndosa amesema ukosefu wa malezi umechangia vijana wengi kupotea katika ulevi, dawa za kulevya na tabia zisizofaa. Hivyo kanisa ndiyo mahali ambapo panaweza kumlea kijana. Katika somo letu tuliwaambia vijana kwamba Yesu aliwaambia, hamkujua imenipasa kuwamo nyumbani mwa Baba yangu. Naomba sana vijana mwepo katika nyumba ya Mungu, na leo mfanye mambo ya kutosha katika kuwepo kwenu mahali hapa Dodoma.
naomba sana mtutumie muda wetu vizuri, tutumie dakika zetu vizuri, na tutumie masomo tutakayopewa katika kongamano hili kwa ajili ya manufaa sisi vijana. Tunzeni muda vizuri tuweze kufanikiwa katika yale tuliyoyafuata hapa Dodoma. Asanteni sana vijana. Mwenyekezi wa vijana KKKT Askofu Dr. Cyprian Kilinti amesema ni vyema kijana akatumia muda wake vizuri ili kufanya mambo yenye tija, huku wakitumia vipawa vyao kuweza kutatua changamoto zilizopo katika mazingira yanayowazunguka kuanzia ngazi ya familia mpaka taifa kwa ujumla. Alifanya mambo makubwa akiwa bado kijana. Kijana akijiamini na akimwamini Mungu, ataifaa familia yake, atalifaa kanisa, atalifaa taifa, hata katika shughuli zake za kijamii na za kiroho. Tunataka kijana anayemwamini Mungu na anayejiamini na anayeweza, na asiudharau ujana wake. Atumie nguvu alizonazo za kiakili, za mapaji na vipawa na karama na nguvu za kimwili ambazo bado anazo, kufanya mambo chanya kama Esther alivyofanya. Akihubiri katika kongamano hilo, askofu wa kanisa la Anglican Diocese ya Dar es Salaam Jackson Sostenes amesema bado kanisa ni mahali salama kwa malezi, ambapo vijana wanaweza kujifunza vitu mbalimbali na kupata mwongozo wa mambo mbalimbali katika utatuzi wa changamoto ili kuwasaidia kusimama wenyewe katika nyakati ngumu. Tazama kanisa ndio msingi wa malezi katika jamii yetu, lakini pia tumejifunza baadhi ya kijana na maombi, na kijana aishi katika maisha ya maombi. Lakini mratibu wa vijana KKKT Mchungaji Frank Mng'ong'o na Deusia Mzirai ambaye ni makamu mwenyekiti wa vijana KKKT wameendelea kutoa wito kwa vijana kuendelea kuhudhuria katika matukio yanayoandaliwa na kanisa ili kumwezesha kijana kuimarika kiroho na kimwili, huku kukiwa na matokeo chanya katika jamii na taifa kwa ujumla. Aidha, vijana wameendelea kulishukuru kanisa katika kuendelea kuwaandalia vijana matukio muhimu mara kwa mara ili uweze kuwaunganisha na fursa mbalimbali ili kuweza kujikwamua kiuchumi na changamoto wanazokumbana nazo ndani ya jamii zao. Hili ni kongamano la 7 likiwa linaongozwa na kauli mbiu isemayo kanisa ni msingi wa malezi bora, likisimamiwa na neno kutoka kitabu cha Luka mlango wa 2 mstari wa 49. Kutoka jijini Dodoma, mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka mkoani Morogoro. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi amewataka wananchi wa jimbo la Kilosa kuendelea kudumisha amani, utulivu na mshikamano, huku wakiepuka kujihusisha na vitendo vya uhalifu vinavyohatarisha usalama wa jamii na kudhoofisha shughuli za uzalishaji. Kabudi ametoa rai hiyo leo wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika katika kata ya Magomeni, wilaya ya Kilosa, mkoani Morogoro, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kukagua miradi ya maendeleo na kusikiliza kero za wananchi. Miongoni mwa wilaya zilizochaguliwa Tanzania nzima kuwa eneo maalum la kuwasaidia wafugaji ni Kilosa. Anza kuwafundisha kulima malisho. Kama ambavyo mkulima analima mbaazi na mboga mboga, na yeye alime malisho kwa ajili ya kulisha mifugo yake. Na shamba la majaribio likatengwa lifanyike Madoto. Fanikiwa. Tunataka hawa wafugaji tuwatoe kwenye kuchunga. Hawa sio wafugaji, ni wachungaji. Toa kwenye kuchunga kwenda kwenye kufuga. Tunataka mabonde haya sasa. Hizo ni hatua za ndani ya serikali. Mabonde haya kutangazwa kuwa ni maeneo yaliyotengwa kwa shughuli moja tu, kilimo cha mboga mboga cha umwagiliaji. Narudia tena, tunakwenda kwenye hatua ya kuiomba serikali, ingawa mimi pia ni waziri tena nayesimamia uratibu wa serikali nzima. Akizungumza na wananchi, Waziri Kabudi amesema serikali inaendelea kutekeleza mikakati ya kuboresha sekta ya mifugo kwa kuwawezesha wafugaji kuanzisha malisho ya kisasa badala ya kutegemea mfumo wa kuchunga mifugo kwa kuhamahama. Bonde la Kisaki, Manyenyere, Mabana na Mbigili yatangazwe kuwa ni maeneo yenye shughuli moja tu, shughuli ya kilimo cha umwagiliaji cha mboga mboga, ili tuzalishe mboga mboga za kutosha kwa ajili ya biashara, sisi tupate neema
na taifa letu liwe na uwezo wa kiuchumi wa kuuza bidhaa za mboga mboga nje. Maana yake nini? Umuhimu wa bonde la Kisaki na maeneo yote haya sio kwa ajili yenu nyinyi tu, ni kwa ajili ya taifa zima. Aidha, waziri huyo amesema serikali imekusudia kufanya ukanda unaopitiwa na reli ya kisasa SGR kuwa kitovu cha uzalishaji wa kilimo cha umwagiliaji kwa ajili ya biashara. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Magomeni Dr. Sudi Salum amesema migogoro kati ya wakulima na wafugaji bado ni changamoto inayohitaji ushirikiano wa wadau wote ili kudumisha amani na kuongeza uzalishaji. Lakini mheshimiwa mbunge, tunao vijana wetu wanaojitafutia, wakitoka hapa kwenda kule, wale ndugu zetu wafugaji sasa wameacha kwenye kufuga, wameingia na kwenye kukaba. Lakini mheshimiwa mbunge, ninavyozungumza hapa, tunao vijana wengi wamekwisha jeruhiwa ambao wametokana na hii kero ya hawa ndugu zetu wafugaji. Wanatunyang'anya pesa. Bwana mbunge, sisi tunawataka, tunasomesha. Hatuna wanaume. Wanaume wametukimbia. Tunapambana ili watoto wetu waende shule. Amesema baadhi ya vitendo vya kihalifu ikiwemo kuingiza mifugo kwenye mashamba ya wakulima kwa makusudi vimekuwa vikichochea migogoro isiyo ya lazima. Huko nchini Malawi, askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Malawi Dayosisi ya Blantyre Festo Mzingafir amewahimiza viongozi wa kanisa, wazee wa kanisa, wainjilisti na viongozi wa vijana kuyafanyia kazi mafundisho wanayopokea katika semina inayoendeshwa na watumishi wa Mungu kutoka Tanzania na Kenya ili kulijenga na kulikuza kanisa kiroho. Taarifa ya Emmanuel Lulandala kutoka nchini Malawi inafafanua zaidi. Askofu Pili ametoa wito huo wakati wa semina iliyowakutanisha viongozi kutoka majimbo 7 ya Dayosisi ya Blantyre nchini Malawi inayofanyika katika kanisa kuu Cathedral Diocese ya Blantyre. Unonse mwabwera ku mafunziro awa. Nyinyi yote mmekuja katika mafundisho haya Mcholinga tofuna kuzapunzira kwa sababu mnataka kujifunza. Azatu awabwera kutokera ku Kenya, atokera ku Tanzania, abwera kuno utazati tandize kutipunzisa. Wenzetu waliotoka Kenya, wametoka Tanzania, wamekuja huku ili sisi watufundishe nkani zokuzana ndimo mwetinga kalile olimba mu uzimu. Jinsi tutakavyoishi kwamba tuimarike katika maisha ya kiroho. Mwetinga tandizile diocese yetu kuti ipite patsogolo. Tutakavyosaidia diocese yetu kwamba izidi kusonga mbele. Katika semina hiyo, watumishi wa Mungu akiwemo mchungaji Barton Wickets pamoja na mhandisi Erina Kayanda wamewahimiza viongozi hao kumtumikia Mungu kwa uaminifu, bidii na kujitoa, huku wakisisitiza kuwa uongozi bora wa kiroho hujengwa kwa msingi wa neno la Mungu. Tunahitaji kanisa lililoongezeka. Tikufuna mpingo wochurukirabe. Lakini sio katika idadi tu. Osa tikumbo welega tubasa tu. Tunatafuta waabudu halisi. Tikufuna antu wamega mapembeza muzimu ndichonadi. Maana huyo aliyetupa wito amene atipasa maitanidwe anawatafuta wanaoabudu halisi. Aufuna antu amene amapembeza muzimu ndichonadi. Na hao wanatengenezwa na mimi pamoja na ninyi. Antu amene timapanga gulu limene lokuchokera kwa inuyo atakutachuluke ndi bishop ndi ife tose. Turudisha kwenye ushirika wetu na yeye. Chimene chimabweresa ubale pakati pa ife ndi Mulungu. Nitoba juu ya dhambi zetu. Tikulapa pa machimo athu. Tunapotubu yeye anatusamehe. Tikamala pa yeye anatikumbukira. Katika hatua nyingine, mchungaji Michael Mrerwa kutoka Tanzania amewataka vijana wa ELCM Tuchira kujenga uhusiano wa karibu na Mungu na kufanya maamuzi sahihi katika maisha yao na kuishi kwa kumcha Mungu ili wawe na maisha yenye baraka na mafanikio. Thamani yao mbele za Mungu ni kubwa sana. Nikufunika kwao kwa masomo kufunika kwa mbili. Na kwa sababu ya thamani yao Mungu anawaita vijana ili wamtumikie. Kwa sababu kufunika kwa mnyamata ada ita chinyamata utakamtumikire. Na anataka waishi maisha yenye hekima, usafi na uaminifu. Nipofuna kare moyo wa nzeru wao ngwiro kwa maso mtumikira ye Mulungu. Zaburi ya 119. Mungu atalibeza kwa masali mo. Biblia inasema Masali 119 mstari wa 9. Verse number 9. Ni jinsi gani
njia yake, kijana aisafishe njia yake, uli mnyamata aikose njia yake. Nikiripoti kutoka hapa Blantyre nchini Malawi, Emmanuel Lulandala, Upendo TV. Tukirejea jijini Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amemwagiza mkuu wa wilaya Kinondoni Mtambule kuwakamata wakandarasi na wamiliki wa magorofa mawili yaliyopo Masaki baada ya kubainika kuwa yamejengwa kinyume na kibali cha ujenzi kilichotolewa kutoka gorofa 6 hadi gorofa 12. Amesema hayo wakati wa ziara yake katika manispaa ya Kinondoni maeneo ya Masaki jijini Dar es Salaam, ambapo amebaini ukiukwaji wa sheria na vibali kwa wakandarasi ikiwamo ujenzi uliozidi barabarani na kupita nje ya mipaka sanjari na ujenzi wa gorofa 12 wakati kibali kinaruhusu ujenzi wa gorofa 6. Agizo namba 2. Huyu mtu ambaye amekuja kuziba road service kama sample tu ya wengine wote, abomoe mara moja leo na sio kwa kuchelewa. Na anatoa agizo tena kwa OCD na kwa mkuu wa wilaya kwa kuwa yuko hapa, mpaka kufikia saa 12 kama bado panakuwa hajabomolewa kurudi nyuma, mmiliki na mjenzi wakamatwe wote kwenda lock up, halafu mashtaka yaandaliwe kwa ajili ya kwenda mahakamani. Aidha, Chalamila amesema wakurugenzi wote wa halmashauri ya mkoa wa Dar es Salaam wanapaswa kuwasilisha orodha ya watendaji wenye viashiria vya kukwamisha maendeleo ili nafasi zao zijazwe na watumishi wenye weledi na uwajibikaji. Wapo pia vijana wetu katika idara hizi ambao wanakwenda kinyume kwa umakusudi. Jambo la 3 ambao ni maelekezo yangu, TAKUKURU, nadhani mko hapa, fuatilieni kwa kina kuhusu ukiukwaji wa taratibu hizi, kama ni intentional au sio intentional. Naye mkuu wa wilaya Kinondoni Saadi Mtambule amesema ukaguzi huo ni sehemu ya ufuatiliaji wa mara kwa mara wa kuhakikisha vibali vya ujenzi vinazingatiwa ipasavyo na kuwa atatekeleza maelekezo yaliyotolewa ili kuhakikisha mipango yote inakwenda kwa wakati. Lakini huku amesogea sio mita 3 tena, unaikuta mita 1.5 tulivyokuwa tunapima. Kule nyuma badala ya mita 2, sehemu ambayo ameacha hata futi 1 haifiki kule nyuma. Ni kwamba jengo hasa hizi hangings zinapita kabisa kwenye fence ambayo imejengwa na mtu mwingine na pande zote hizi. Kwa hiyo baada ya kuona hayo, tumeona kuna hatari. Hatari ya kwanza, ujenzi huu umechukua maeneo yote na hivyo huduma zile za kijamii itakuja kuwa tabu kupita na shughuli zingine za namna hii. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka visiwani Zanzibar. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Hemedi Suleimani Abdullah, amewataka wavuvi kisiwani Pemba kujiandaa kukitumia kiwanda cha kusafirisha dagaa kama fursa ya kunyanyua kiuchumi. Amesema hayo katika mwendelezo wa ziara yake ya kukagua miradi ya maendeleo inayojengwa wilaya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Amesema utakapokamilika ujenzi wa kiwanda cha kusafirisha dagaa kinachojengwa katika kijiji cha Ndagoni Wesha kitatoa fursa kwa wavuvi kisiwani humo kuvua uvuvi wenye tija kutokana na kuwepo kwa soko la uhakika na bei kwa ajili ya kuuzia mazao yao. Tuimarishe mashirikiano. Mafanikio ya Shamiani yatatokana na wanashamiani wenyewe. Si ndivyo jamani? Shirikianeni, msigombane. Nyinyi ni wamoja, wala asitokee mtu wakaharibu miundombinu hii. Madrasa hii inahitaji kutunzwa, ni yenu hii. Watoto watakaosoma ni wa hapa Shamiani. Msimame imara uongozi kuilinda madrasa hii, kuitunza madrasa hii ili ikae vizuri. Tuko tayari kusaidia vifaa, tuko tayari kusaidia huduma. Pambaneni, fanyeni kazi, maadili haya yasiporomoke vijana wetu hawa. Akiwasilisha taarifa ya kitaalamu juu ya ujenzi wa kiwanda cha kusarifia dagaa, mhandisi Aisha Azizi Simai kutoka Wakala wa Majengo Zanzibar ZBA amesema kwa awamu ya pili ujenzi wa kiwanda hicho utagharimu shilingi bilioni 3.6 ambao unatarajiwa kukamilika mwezi Novemba mwaka huu. Serikali hii ya Daktari Hussein Mwinyi kwenye bajeti hii ya mwaka huu, ukiacha zile ambazo amezungumza katibu mkuu, tumetenga bilioni 47 kwa ajili ya wajasiriamali.
Tutawaelekeza wizara inayohusika na taasisi hii inayohusika na mambo ya uwezeshaji, wapite maeneo yote, wakutane na makundi yote, wawaeleze, watafute namna ya kuweka njia rahisi ya kuwapatia mikopo bila ya usumbufu. Nimesikia pale kwamba mpaka upate unapita hapa, unapita pale, hapa unatoa hela, hapa unatoa nini. Hilo jambo hatulitaki. Lazima wajasiriamali wapate fedha kwa urahisi na ziwafikie walengwa. Tumeelewana eh? Ndio. Niwahakikishie wajasiriamali wa hapa Machomane. Tutamuelekeza mkurugenzi wa ZEA. Atakuja hapa Machomane, ataambatana na mheshimiwa mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa, taarifa atakuwa nayo, atakuja kuwasikiliza wajasiriamali wa soko la Machomane, mnasemaje kwenye mikopo hii. Akikagua ujenzi wa shule ya msingi Wesha inayojengwa ya ghorofa 3, amewataka wakandarasi wa ujenzi huo kuongeza nguvu kazi na kufanya kazi mchana na usiku ili kukamilisha ujenzi huo kwa wakati na wanafunzi waweze kuendelea na masomo yao. Wakati huo huo, makamu wa pili wa rais amekagua ujenzi wa kituo cha afya Chonga, ambapo amewaagiza Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Wakala wa Majengo Zanzibar ZBA kukamilisha tathmini ya mahitaji yote yanayotakiwa ili ujenzi huo uweze kukamilika na kutoa huduma kwa wananchi wa Chonga na vijiji jirani. Kutoka visiwani Zanzibar, mtazamaji, na sasa tuangazie habari kutoka jijini Dodoma. Katika kupambana na changamoto ya mikopo ya kausha damu inayowakabili wananchi wengi hapa nchini, ambayo imepelekea jamii nyingi kuishi kwa mashaka, Wakala wa Maendeleo ya Uongozi wa Elimu ADEM, ili kupunguza adha hiyo, umesema umeweka mikakati ya kutoa elimu ya fedha na uchumi kuanzia ngazi za chini mashuleni mpaka vyuo, jambo ambalo litasaidia kuwa na vizazi imara na vinavyojua namna. Akizungumza na vyombo vya habari leo jijini Dodoma wakati wa uwasilishwaji wa majukumu ya Wakala wa Maendeleo ya Uongozi wa Elimu nchini, mtendaji mkuu Dr. Maulid amesema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa taasisi hiyo wa kuhakikisha wanaingiza mtaala wa fedha mashuleni ili wanafunzi wapate elimu hiyo wakiwa wadogo. Financial literacy, nidhamu ya fedha, hii ni swala ambalo linatusumbua wengi. Naweza nikawa mimi mwenyewe, unaweza ukawa uko very competent, very knowledgeable, very educated, lakini mwisho wa siku ukipewa pesa uitumie kwa mwezi mzima, unashindwa kufikia mahitaji yako ya mwezi mzima ndani ile fedha. Kwa hiyo ni eneo ambalo linasumbua sana. Tumeona kuna mambo yanaongelewa, mambo ya kausha damu, kuna vitu vingi vinaongelewa. Ina maana watu wanakopa kuliko uwezo wa kile ambacho wanatakiwa kikopa. Kwa hiyo tumeliona hili nalo ni eneo muhimu sana kwa ajili ya watoto wetu ambao ni wanafunzi. Tuwape hiyo elimu kwa kuandaa mtaala kwa viongozi wetu wa elimu kuingiza kamtaala kanakoitwa financial literacy. Dr. Maulid amesema ADEM imeendelea kutoa mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi kwa wakuu wa shule, walimu wakuu, maafisa elimu wa kata, halmashauri na mikoa, wadhibiti ubora wa shule pamoja na viongozi wengine wa elimu ili kuongeza wajibikaji na kuboresha usimamizi wa taasisi za elimu kwa kutumia teknolojia. Curriculum yetu inayoongelea mambo ya competence based curriculum. Je, walimu wetu, viongozi wetu wanao uwezo? Kwa hiyo tulibaini uwezo upo, lakini tunahitaji kuongeza nguvu zaidi na maarifa zaidi ili sasa waweze kutransform hawa wanafunzi into competent, knowledgeable, skilled, na ambao wako na uwezo wa kutransform kile walichojifunza watakapomaliza kwenye mazingira wanayo kwenda kuishi. Mwamini Abbas na Josephat Charles ni miongoni mwa wanafunzi chuo hicho cha ADEM, anaeleza namna wanavyonufaika na elimu wanayoipata, huku wakiahidi kuyafanyia kazi kwa weledi kwenye sehemu zao za kazi mara watakapomaliza masomo yao kwenye chuo hicho. Kutoa elimu, lakini pia elimu ambayo itakuwa inatolewa iwe inalenga kuwajenga wanafunzi kuwa na uwezo wa kutenda na si kukariri tu darasani, waweze kutenda. Bali kama pia mambo ya itifaki, masuala ya huduma kwa mteja na kadhalika. Yote haya akiwa tujengea uwezo kama wasimamizi wa elimu kwamba tunapotoka
chuoni kurudi kazini kwetu, tunaenda kufanya vyema na vizuri sana. Kwa ujumla kozi tunazozipata ni matarajio yangu kwamba baada ya muda mfupi sana Tanzania itakuwa na wataalamu mahiri na itakuwezesha kiwango cha elimu kupanda. ADEM itaendelea kushirikiana na viongozi waandamizi wadau mbalimbali wa maendeleo nchini ili kutimiza ndoto za Dira 2050 kwa kuwa na taifa lililoelimika lenye ujuzi linalohamasisha matumizi ya vipawa teknolojia katika kuleta mageuzi ya kiuchumi na kufikia uchumi wa juu wakati ifikapo mwaka 2050. Tukirejea tena mkoani Morogoro katika jitihada za kuendelea kukuza sekta ya utalii nchini kuelekea Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, Mamlaka ya Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA imeendelea kuboresha miundombinu ya ndani ya hifadhi mbalimbali ikiwemo barabara kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa vivutio vya utalii, kuongeza idadi ya watalii na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Taarifa kamili na Pasco Elias kutoka mkoani Morogoro. Akizungumza na waandishi wa habari katika maonesho ya 88 kanda ya Mashariki yanaendelea kufanyika katika viwanja vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kamishna msaidizi wa hifadhi Frederick Marisa amesema kuwa maboresho hayo ni sehemu ya mkakati wa TANAPA wa kupanua wigo wa utalii na kuhakikisha sekta hiyo inaendelea kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa. Katika msimu wa utalii kanda yetu imejipanga vizuri. Tumeimarisha miundombinu ya barabara, tumeimarisha malazi, tumeongeza vitanda kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafikia idadi ya watalii milioni 8 kulingana na miongozo na maelekezo ya wakubwa zetu. Na sasa hivi katika hifadhi ya taifa ya Mikumi malazi yameongezeka. Nyerere tumeanzisha pia malazi na yameongezeka pia, na wawekezaji wa kujenga kambi za muda, kambi za kudumu katika kanda yetu nao wameongezeka kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba wote wa Tanzania wote na watalii wote wanaotarajia kutembelea katika hifadhi zetu tumejipanga na tumejizatiti katika kuhakikisha kwamba wanapata huduma bora, huduma za kimkakati, huduma za kimataifa na huduma ambazo zitawafanya wajue kwamba hifadhi zetu ni unforgettable, hifadhi zetu zinachechemua afya yao ya akili na wanaridhika na kufikia katika malengo yao ya burudani. Katika kutangaza uhifadhi, kwanza tuna mikakati ya kutangaza kuwapata wa Tanzania ambao tunaita soko la ndani, ambao ni soko la ndani la kutoka ni la Tanzania na la Afrika Mashariki, lakini pia tunatangaza kwa kupata soko la nje. Katika soko la nje tunatangaza kwa kupitia matamasha mbalimbali, kuhudhuria maonesho mbalimbali ya kimataifa kama ya ITB Ujerumani, kuhudhuria maonesho mbalimbali ya kitaifa, kimataifa na kibara, ili kuhakikisha kwamba elimu hii na vivutio hivi vya Tanzania vinafikia dunia nzima. Pia tunatumia pia airlines. Kwa upande wake afisa mwandamizi wa TANAPA Hobokela Richard akizungumzia uhusiano kati ya hifadhi za taifa na jamii amesema TANAPA imeendelea kuimarisha ushirikiano na wananchi kwa kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ya kijamii. Kwa TANAPA pamoja na kwamba tunahifadhi maliasili, wanyama pamoja na mazingira yao, lakini pia tunajenga mahusiano pamoja na jamii zinazozunguka hifadhi. Tunatambua thamani ya wananchi, ya jamii yanayoishi jirani na hifadhi katika kuimarisha ulinzi wa hifadhi, lakini katika kushiriki manufaa yanayotokana na uhifadhi. Kwa hiyo katika kulitambua hilo, shirika linafanya shughuli mbalimbali kwa wananchi katika kujenga ushirikiano. Kwa hiyo kati ya vitu vinavyofanywa ni kutoa elimu kwa wananchi, kujenga uelewa wa kwa nini hizi hifadhi zipo na wao kama wananchi wana jukumu gani na wananufaika vipi na hizo hifadhi zetu. Kwa hiyo ni jukumu kubwa, licha ya kutoa elimu, lakini pia tunakuwa na program za kushirikiana na wananchi kutekeleza miradi ya maendeleo ili wapate kuona thamani ya hizo hifadhi zao
ambazo ziko jirani na maeneo yao. Kwa kati ya miradi tunayoifanya ya maendeleo ni katika sekta ya afya, elimu, kujenga miundombinu ya kutoa huduma kama madarasa, zahanati, hospitali, nyumba za walimu, vitu kama hivyo. Kutoka hapa katika maonyesho ya 88 kanda ya Mashariki mkoani Morogoro, mimi ni Pascal Yasi na hii ni Upendo TV, amani kwa wote. Mtazamaji, ikiwa hizo ni habari za kitaifa, tupande mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa.